Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa kuelekea siku ya elimu duniani mwishoni mwa wiki hii. Leo tunakwenda Tanzania kwa kijana mchechemuzi wa UNICEF Baraka Ayubu aliyebuni app ya kurahisisha wanafunzi kujifunza shuleni. Kabla nilikuwa naona wanafunzi wenzangu wanafeli sana, na miongoni mwa sababu binafsi nilizoziona ni pamoja na upungufu wa rasilimali, changamoto za kisaikolojia kulingana na mazingira wanayoishi, na pia wanaboteka kwa sababu unakuta mtu anafaulu anakosa ushindani apelekea kuboteka. Na leo katika Jifunze Kiswahili, je, katika muktadha wa kiuchumi wajua maana ya siku za mwambo? Basi ambatana nami hadi mwisho. Karibu. Ni Alhamisi ya tarehe 22 ya mwezi Januari mwaka 2026. Mwenyeji wako ni mimi Arnold Kayanda kutoka hapa Umoja wa Mataifa New York, Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina, tupate muktasari ukiwasilishwa na Lea Mushi. Asante Arnold. Umoja wa Mataifa umesema kuwa uchunguzi wa ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu unaohusisha vita kati ya Hamas na Israel huko ukanda wa Gaza, eneo la Palestina linalokaliwa kimabavu na Israel, utaendelea licha ya kuanzishwa kwa bodi ya amani ya Gaza ambayo imezinduliwa hii leo na Rais wa Marekani Donald Trump. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, Uswizi, mwenyekiti wa tume ya uchunguzi ya Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa Srinivasan Muralidhar amesema The Board of Peace has been set up pursuant to... Bodi ya amani imeundwa kwa mujibu wa mpango uliowasilishwa kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ambao ulipigiwa kura na kukubaliwa. Kama tume ya uchunguzi, tunaona jukumu letu kuwa ni kuchunguza ukiukwaji wa haki za binadamu. Na jukumu hilo tunaelewa kuwa ni mamlaka tuliyopewa na Umoja wa Mataifa, na tutaendelea kutekeleza mamlaka hiyo. And we will continue with that mandate. Tume hiyo iliyoanzishwa mwaka 2021 imesema matokeo ya uchunguzi wake yanatarajiwa kuchangia mifumo ya kisheria ili kuhakikisha kuna haki na uwajibikaji wa kudumu. Tuelekee nchini Kenya ambapo zaidi ya watu milioni 2 wanakabiliwa na hali mbaya ya ukosefu wa uhakika wa kupata chakula kufuatia msimu wa mvua fupi za mwezi Oktoba hadi Disemba mwaka jana 2025 kuwa mkavu zaidi kuwahi kurekodiwa. Kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Duniani WHO, uhaba wa maji unalazimu familia kutegemea vyanzo visivyo salama, jambo linaloongeza hatari ya kipindupindu, homa ya matumbo na magonjwa ya kuhara. Aidha, mifugo inayotegemewa kwa chakula imeathirika na kuwaacha watoto na wanawake wajawazito katika hatari kubwa ya kupata utapiamlo. Shirika la WHO nchini Kenya limetoa wito wa kuchukuliwa hatua za haraka huku likihimiza kipaumbele kiwe kuhakikisha jamii zinapata chakula cha kutosha na maji salama kwa binadamu na mifugo. Juhudi za pamoja pia zinahitajika ili kuzuia hali isiwe mbaya zaidi. Na mashirika matatu ya Umoja wa Mataifa, lile la Afya Duniani WHO, la kuhudumia watoto UNICEF na la makazi UN Habitat, kwa pamoja wamezindua mwongozo mpya unaozitaka serikali na viongozi wa miji kuweka kipaumbele kwa watoto katika upangaji wa miji ili kurejesha maeneo ya michezo yanayozidi kutoweka. Mwongozo huo uliozinduliwa leo huko Geneva, Uswizi, unasisitiza kuwa maeneo ya wazi ya umma ni muhimu kwa afya, ukuaji na ustawi wa watoto, huku ukionya kuwa kadri miji inavyozidi kukua, nafasi salama za watoto kucheza, kutembea na kuungana na wenzao zinazidi kupungua. Mwisho wa muktasari wa habari. Asante sana Lea Mushi kwa kutuletea muhtasari wa habari. Hapo baadaye tutakwenda nchini Tanzania kwa mlumbi wa Kiswahili Joram Nkumbi akieleza maana ya siku za mwambo. Salia papo hapo tafadhali. Kutoka New York, sauti ya from the United Nations. Alors que le réchauffement record met à
Ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia katika channel yetu ya YouTube Habari za UN na pia katika televisheni wa shirika, na unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa na makala. Mimi ni Arnold Kayanda. Tunasonga mbele na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Wakati dunia ikijiandaa kusherehekea siku ya elimu duniani ifikapo Januari 24 mwaka huu wa 2026, kijana Baraka Ayubu mwenye umri wa miaka 18 ni mchechemuzi wa vijana wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF nchini Tanzania, akijikita kwenye elimu na uvumbuzi wa app Possible aliyoibuni kupitia programu ya Apps and Girls Coding and Entrepreneurship. App hiyo inalenga kutafuta ama kutatua changamoto za wanafunzi kama vile upatikanaji wa nyenzo za kujifunzia na msaada wa afya ya akili. Kazi ya Baraka inatafsiri upya elimu na ustawi kwa wanafunzi nchini Tanzania na kufanikisha lengo namba 4 la malengo ya maendeleo endelevu SDGs kuhusu elimu bora. Rashid Malekela wa idhaa hii amezungumza na Baraka Ayub kufahamu mengi kuhusu app hiyo. Kwako Rashid. Ni ndani ya darasa katika shule moja ya sekondari nchini Tanzania. Baraka Ayubu anawafundisha wanafunzi wenzake kwa kutumia kompyuta na simu yake ndogo. Anawaeleza jinsi ya kupata vitabu na masomo yote kupitia app yake ya Possible. Baraka si mwanafunzi mwenzao tu, bali ni daraja linalowaunganisha na ndoto zao. Wakati dunia inajiandaa kwa siku ya elimu, ikisema nguvu ya vijana ni injini ya uvumbuzi, nini maana ya ujumbe huu kwa kijana aliyesoma shule ya kata? Kama mwakilishi wa vijana na mwakilishi wa UNICEF kupitia jukwaa langu la Possible, ninaona kuboresha elimu kunaanza na kuhamasisha kila mwanafunzi kushiriki kikamilifu katika swala hilo, hususan katika sayansi na teknolojia. Tumekuwa tukisaidia wasichana kujikwamua na kuondoa hofu ya kusoma masomo ya sayansi kwa kupitia STEM ambayo ni Science, Technology, Engineering and Mathematics Club, mashindano ya kitaaluma. Pia tunahimiza wanafunzi wa ngazi za awali kama Form 1 na Form 2 wasikubali kuacha science bali wajifunze. Baraka hajajifunza neno uvumbuzi kwenye kamusi, bali kupitia changamoto alizokumbana nazo akiwa mwanafunzi wa shule ya sekondari mwaka 2023. Kwanza katika ngazi yangu ya sekondari nimesoma shule ya kata, shule ya sekondari Kwembe, ambayo kama unavyojua changamoto ni nyingi hususan kwa wanafunzi. Kwa hiyo kabla nilikuwa naona wanafunzi wenzangu wanafeli sana, na miongoni mwa sababu binafsi nilizoziona ni pamoja na upungufu wa rasilimali, changamoto za kisaikolojia kulingana na mazingira wanayoishi, na pia wanabweteka kwa sababu unakuta mtu anafaulu anakosa ushindani anapelekea kubweteka. Baada ya kupata fursa ya kwenda kujifunza katika shirika la Apps and Girls Organization ambapo tulikuwa tunafunzwa namna ya kutengeneza tovuti, hapo ndipo nikaona idea ya kutengeneza tovuti na tatizo ninalokumbana nalo shuleni naweza nikalisolve. Ndipo nikaja na hii programu kama Possible ambayo itakuwa inatoa huduma zote za kuwasaidia wanafunzi kwa ujumla katika ngazi ya sekondari. Na kwa kweli Possible ni A is possible, but walitaja jina fupi ilikawa Possible. Possible si jina linalobeba matumaini ya wanafunzi pekee kupitia teknolojia. Ni moyo na mkono wa msaada kwa mwanafunzi anayekosa kitabu, nyenzo za kujifunzia darasani na kwa anayekabiliwa na msongo wa mawazo. Baraka anaeleza namna programu hiyo inavyofanya kazi, akisema past papers ni maswali ya mitihani iliyopita, quizzes ni mazoezi na online ni mtandaoni. Programu ya Possible inafanya kazi muhimu 3. Ya kwanza, ina rasilimali kama vitabu vya TAI ambavyo recent wanafunzi wanavitumia kujifunzia. Pia ina past papers na quizzes ambazo zinakuza taaluma na kuongeza maarifa kwa wanafunzi. Pili, ina mashindano ya taaluma, yani tunaandaa mashindano ya online kwa wanafunzi kujipima kimaarifa ili kuzuia kubweteka. Kama unajiona mkali shuleni kwako, njoo Possible tukupime. Tuna wana saikolojia ambao wanatusaidia katika kuwakansa vijana ambao wanapitia changamoto za kisaikolojia kulingana na mazingira wanayosoma, aidha majumbani au mashuleni. Pia tuna hawa na saikolojia ambao wanatuasist katika kutoa huduma hiyo kwa wanafunzi. Hivi sasa Baraka anasomea stashahada ya awali ya uhandisi wa mechatronics mwaka wa 2 katika Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia Mbeya MUST kusini mwa Tanzania, na anafahamu kuwa kesho ya Tanzania haijengwi kwa maneno bali kwa vitendo. Sasa programu hii inawezaje kuwawezesha wenzake waamini katika njia hii ya kidijitali? Anayosomea yani mechatronics inaweza nisaidia kwa namna tofauti ili kufanya elimu ya nchini Tanzania iwe ya kisasa. Nambari 1, inanisaidia kutoa elimu kwa vitendo. Kwa maana kwamba inasaidia wanafunzi kujifunza kwa vitendo kupitia maroboti, maabara, kwa simulation, wanakuwa wanajifunza kwa vitendo na kupata ujuzi zaidi. Namba 2, inasaidia kutoa elimu kwa wote.
kwa sababu inaweza kufikisha masomo hata kwa shule za mbali kupitia teknolojia na mtandao. Mtu ukiwa na website ambayo inatoa huduma fulani anaweza akapata, fulani akapata, kwa inafikia watu wengi. Na pia inahamasisha ubunifu, kwamba inawezesha vijana hususan wasichana kushiriki katika STEM club. Maana tunapozungumzia STEM ni mechatronics ni STEM, science, technology, engineering na mathematics. Kwa hiyo inaondoa hofu ya science kwa vijana wote, kwa wanawake na hata kwa vijana ambao wanawiwa kusoma science lakini wana opti kulingana na zana potofu ambazo wanazipitia. Safari ya Baraka haikuwa rahisi. Changamoto kubwa niliyokutana nayo ilikuwa ni kukatishwa tamaa na wanafunzi wenzangu ambao mara nyingi hawakuwa na mawazo chanya kuhusu mambo ya kuboresha elimu. Mfano, nilipofanya event yangu ya kwanza kabisa shuleni kwangu tarehe 23 Julai 2023 kuwatambulisha wanafunzi wenzangu kuhusu jukwaa la iPossible, walinikatisha tamaa sana. Lakini shukrani kwa Mungu, kila kitu kilikwenda vizuri na tulifanikiwa kuhamasisha wanafunzi wengi. Je, nini umuhimu wa ushirikiano kati ya vijana na watu wazima kufanikisha malengo ya maendeleo endelevu SDGs? Ushirikiano kati ya vijana na watu wazima unasaidia kuhakikisha maoni ya vijana yanatambuliwa, huku watu wazima wakitoa uzoefu na rasilimali muhimu. Pia inasaidia kwa nafasi kubwa sana katika kufanikisha hayo malengo endelevu, SDGs. Kwa kushirikiana wanaweza kuboresha elimu, kuhakikisha kila mwanafunzi anapata fursa sawa na masomo ya ubunifu na sayansi, STEM, jambo linalochangia SDG ya elimu bora na jumuishi. 3, inasaidia kuhamasisha ushirikiano wa vitendo. Ushirikiano huu pia unasaidia kuunda miradi ya vitendo, mashindano na STEM club, ambapo vijana wanapata fursa ya kujifunza, kubuni na kuleta suluhisho kwa changamoto nyingi mashuleni na katika jamii. Mwisho, Baraka ana ujumbe. Kwanza, kwa serikali ningependa kuwashauri kuongeza rasilimali na vifaa vya kisasa mashuleni kama maabara na teknolojia, na pia kutoa mwongozo wa kitaaluma ili kuendeleza ubunifu wa vijana. Na kwa wadau wa elimu ningependa kuwashauri kuweka mikakati ya kuwekeza kwa vijana wenye mawazo mazuri na ubunifu. Shirikisha vijana katika miradi ya vitendo, STEM clubs na mashindano. Asante sana Rashid Malekela kwa mada hiyo kwa kina, na heko Baraka Ayubu kwa ubunifu huo. Na sasa ni wakati wa kujifunza lugha ya Kiswahili. Leo ukumbi ni wake mlumbi wa lugha ya Kiswahili Joram Nkumbi kutoka nchini Tanzania. Anafafanua maana ya siku za mwambo katika muktadha wa uchumi. Siku za mwambo ni siku watu wana fedha. Fedha imekwisha kwa sababu ya matumizi ya namna gani. Januari mara nyingi inakuwa ni siku za mwambo, watu wametindikiwa na fedha, watu wana fedha. Wanasema Joram, nazungumza kitu gani? Mimi nimekueleza mambo hayo. Shukrani sana mlumbi Joram Nkumbi kwa elimu hiyo, na kwa hakika umegonga ndipo, kwani bado tunajikongoja na mwezi huu wa Januari. Hakuchi kuna kucha. Basi kufikia hapo nami nakunja jamvi leo, lakini tukutane tena wiki ijayo Jumanne kwa jarida lingine la video, na kwa upande wa kipindi cha radio ni kila siku. Kwa hivyo kesho Ijumaa utapata habari za Umoja wa Mataifa. Hata hivyo kwa sasa unaweza kutazama habari na video nyingine kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na katika ukurasa wetu wa X Habari za UN vile vile. Kumbuka pia kupakua app yetu ya Habari za UN katika Play Store na App Store. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea jarida hili, mimi ni Arnold Kayanda na kutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.